za biashara, lakini wamedhibiti hali hiyo na kusema kuwa huo ni uharamia na ugaidi. Hegseth amesema jeshi la wanamaji la Marekani linadhibiti safari za meli zinazoingia na kutoka katika mlango wa bahari wa Hormuz, na linafanya hivyo kwa kutumia chini ya 10% ya uwezo wake wa kijeshi. Ameonya Iran na kuambia kuwa Marekani linawafuatilia kwa karibu sana, na kuongeza kuwa uwezo wa Marekani na Iran si sawa. We are locked and loaded. Tunajipanga upya kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali, kwa ujasusi bora zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Tuko tayari kabisa kushambulia miundombinu yenu muhimu inayotumika kwa matumizi ya kiraia na kijeshi, uwezo wenu uliobaki wa uzalishaji wa umeme na sekta ya nishati. Hatungependa kufikia hatua hiyo, lakini tuko tayari kutekeleza hilo kwa amri ya rais wetu. And at the push of a button. Kumekuwa na onyo kali zaidi kuhusu athari za kimataifa za vita vya Iran katika maisha ya kila siku. Mkuu wa shirika la nishati la ulimwenguni Fatih Birol amesema kuwa Ulaya inaweza kuishiwa na mafuta ndege ndani ya wiki 6 zijazo iwapo usambazaji kutoka Mashariki ya Kati utaendelea kuzuiwa. Waziri Mkuu wa Japan Sanai Takaichi amesema anatoa glavu za matibabu milioni 50 kutoka kwenye akiba ya dharura ya serikali, huku madaktari wakilalamikia upungufu. Makampuni barani Asia yanayotengeneza glavu hizo yameshindwa kupata malighafi kutokana na mzingiro huo. Siku ya Jumatano, Bi Takaichi alitangaza msaada wa dola bilioni 10 hasa kwa nchi za kusini mashariki mwa Asia ambazo ni miongoni mwa zilizoathirika zaidi na uhaba huo. Rais wa Marekani Donald Trump anatumai kuwekea Iran shinikizo la kuondoa ushuru na tozo ilikuwa inadai meli zilipe ili kupita katika mlango wa Hormuz na kupunguza mauzo yake ya mafuta nje ya nchi. Iran imetaja hatua hiyo ya kuzingira mlango huo wa bahari kama uharamia na imeonya kuwa inaweza kujibu kwa kulenga shughuli za usafirishaji wa majini katika Ghuba ya Oman na bahari ya Sham. Hadi sasa hakuna tarehe rasmi iliyotolewa na Marekani wala Iran kuhusu kurejea kwenye meza mazungumzo ya kusitisha vita kati ya nchi hizo, ikiwemo Israeli ambayo ndio mshirika mkuu wa Marekani. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Shukran Nasteha. Tukisalia kwenye mzozo huo, rais wa Lebanon Joseph Aoun ameshukuru Marekani kwa juhudi zake za kufikia usitishaji mapigano na Israel, lakini taarifa kutoka ofisi yake haikutaja matarajio ya mazungumzo ya moja kwa moja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wa Israel walikuwa wanasema kwamba wawili hao wanaweza kuzungumza leo. Skola Kisanga na taarifa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wa Israeli wanasema kwamba viongozi hao wawili huenda wakakutana hii leo. Na rais wa Lebanon Joseph Aoun anasema tena kwamba usitishaji vita ni hatua ya kwanza kabla ya mazungumzo ya moja kwa moja na Israel kumaliza vita vyake dhidi ya kundi linaloungwa mkono na Iran, yani Hezbollah. Israel imeendelea na mashambulizi yake ya mabomu kusini mwa Lebanon licha ya duru ya awali ya mazungumzo kati ya wajumbe wa nchi hizo mbili mjini Washington yaliyofanyika siku ya Jumanne. Kuna ripoti kwamba Israel iko chini ya shinikizo la Marekani kukomesha mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah kwa maslahi ya kupata mazungumzo ya amani na Iran. Uchambuzi wa BBC wa picha na video za satellite unaonyesha zaidi ya majengo 1400 yameharibiwa kusini mwa Lebanon baada ya mashambulizi ya anga ya Israel tangu kuzuka kwa mzozo kati ya Israel na Hezbollah tarehe 2 ya mwezi Machi. Kuna uwezekano kwamba kiwango cha uharibifu huenda kikawa ni cha juu zaidi. Huyu ni mwandishi wa BBC ambaye amehudhuria mazishi ya mmoja ya raia waliouawa huko Lebanon. Anasema katika mazishi hayo kumetanda huzuni, uchungu na hata hasira. Familia, marafiki na hata wenzake wanasema kulikuwa hakuna sababu yoyote ya kuuawa kwa raia huyu wa Lebanon. Mwezi uliopita, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alitoa amri ya nyumba kuharibiwa karibu na mpaka wa Israel huko Lebanon kama sehemu ya kampeni ya jeshi la Israel dhidi ya Hezbollah. Maelfu ya majengo yaliharibiwa vibaya. Wakati huo mashambulizi ya anga Israel yameharibu daraja muhimu linalounganisha kusini mwa Lebanon na nchi nyingine. Vyombo vya habari vya serikali vya Lebanon vinasema kwamba daraja la Kasmia lilikumbwa na mashambulizi mawili mfululizo. Israeli inasema inalenga Hezbollah, kundi la wanamgambo
wanamgambo linaloungwa mkono na Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema kikubwa ambacho wanakilenga ni kuliangamiza kabisa kundi la Hezbollah. Tunakaribia kudhibiti kabisa Bin Jabel. Tupo mbioni kabisa kuangamiza ngome hii kuu ya kundi la Hezbollah. Nimetoa maelekezo ya kuhakikisha kuendelea kutuma majeshi ya usalama. Hata hivyo, Rais Donald Trump bado ameendelea kusisitiza kwa viongozi wawili wa Israel na Lebanon kuzungumza hii leo, ambapo itakuwa ni mara ya kwanza kabisa baada ya miaka 30. Ofisi ya Rais wa Lebanon inaendelea kusisitiza kwamba haifahamu lolote kuhusiana na mazungumzo ambayo Marekani inayashinikiza. Kuna ripoti kwamba Israel iko chini ya shinikizo la Marekani kukomesha mashambulizi yake dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon kwa maslahi ya kupata mapatano ya amani na Iran. Hadi kufikia sasa, zaidi ya watu 2,000 wameuawa nchini Lebanon tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi yake ya kupambana na kundi la wapiganaji la Hezbollah nchini Lebanon. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC. Shukran Skola. Sasa ili kufahamu zaidi nimezungumza na Nicholas Minde, mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia, na alianza kwa kuzungumzia uwezekano wa kuafikiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita ukoje kwa sasa. Naona uwezekano ukiwa ni mdogo, na ndio maana tunaona mazungumzo yanaendelea, lakini inatokana na kutokuaminiana kwa hizi pande zote mbili, ambazo inatokana na historia muda mrefu wa hizi pande, hasa taifa la Israel ambalo linaendelea kuipiga Lebanon. Tunaona kwa kihistoria wameweza kukiuka makubaliano, sio tu kwa Lebanon, hata huko Gaza. Kwa ukiendana na hii historia, naona kwamba uwezekano wa kufikia makubaliano ya muda mrefu naona ukiwa mdogo. Mazungumzo haya moja kwa moja kati ya Israel na Lebanon yameanza kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa. Je, hatua hii ni ishara ya matumaini ya amani ya kudumu au ni mikakati ya muda mfupi wa kisiasa? Naona kama ni hatua ya kihistoria kusema ukweli, ila kwa jicho ama mtazamo wa sasa wa hali ya kisiasa na kivita kwa Mashariki ya Kati, naona muonekano huu ni njia ya kupunguza mvutano wa sasa, kwani Israeli imeanza kupora ardhi ya Lebanon kwa upande mmoja, na pia licha ya mambo yote naona kumekuwa kuna kuendelea kwa kurusha mabomu kusini mwa Lebanon, lakini kwa upande wa pili naona pia Israel wana madai yao mwenyewe, na tunaweza kusema ni madai ya kihalali ambayo ni madai ya kimkakati ya kivita pamoja na hali ya utulivu katika taifa lao la Israel. Umezungumzia madai ya pande zote mbili, Minde. Ni kwa nini Lebanon sasa inasisitiza kusitishwa kwa mapigano kabla ya kuendelea na mazungumzo, na hilo linaathiri vipi msimamo wa Israel? Lebanon wanasisitiza hilo kutokana na historia ukiukwaji makubaliano kama nilivyosema hapo awali, lakini pia kuna dai la kuvunjwa kwa kundi la Hezbollah ambalo sio la jambo la kirahisi, kwani Lebanon wanafahamu kwamba kuvunjwa kwa kundi hili unaweza kuchochea mgawanyiko wa ndani ama mtafaruku katika taifa la Lebanon, kwani naona sasa kwamba taifa la Israel linasisitiza njia za kivita fikia makubaliano ya kisiasa, na Lebanon wanafahamu jambo hilo. Kwa hiyo naona ndio wanasema ni vizuri kwamba tuanze kwanza kwa kusitisha mapigano kabla mazungumzo kuendelea. Tumeona nafasi ya Marekani chini ya Rais Donald Trump ambayo inaonekana kusukuma juhudi za kupunguza mvutano. Je, nafasi ya Marekani katika mazungumzo haya ni ya upatanishi wa kweli au ina maslahi yake ya kimkakati? Marekani ni mdio wa karibu wa Israel na malengo yao Mashariki ya Kati tunajua kabisa anaendana na taifa la Israel ambalo kwa kifupi tunaweza kusema ni maslahi ya kimkakati ambayo ni kumlinda Israel na pamoja na washirika wake katika ukanda huu, lakini tusisahau kwamba kuna sehemu nyingine ambapo tunaona kwamba kundi la Hezbollah linahusishwa na ushirikiano mkubwa sana na taifa la Iran ambalo kumekuwa na vita. Kwa tunaona kama kuna ule ukaribu wa kimaslahi wa Marekani katika kutaka kupatanisha eneo hili. Na vita hivi vimekuwa na athari kubwa, si tu uharibifu wa mali bali pia watu wameweza kupoteza maisha yao. Kwa kuzingatia idadi kubwa ya vifo na wakimbizi nchini Lebanon, ni kwa kiasi gani shinikizo la kimataifa linaweza kulazimisha pande zote mbili kukubali kusitisha mapigano? Kwa sasa hii
tunayoita jumuiya ya kimataifa imegeuka kuwa taifa la Marekani na Israel, kwani ule ushirika wa Umoja wa Ulaya pamoja na mataifa mengine ambayo yamekuwa yakishinikiza, naona kama yamekuwa kimya. Lakini pia tukiona kwamba kama ulivyosema ni ukweli, kumekuwa na idadi kubwa ya vifo, uharibifu wa mali, lakini pia kumekuwa na kuzorota kwa hali ya kibinadamu ambayo imechagiza kuwepo kwa mazungumzo haya na kusitisha mapigano kutokana na hali ambayo imetokana na uharibifu wa mali pamoja na watu kuuawa. Tukimalizia, je, upinzani kutoka kwa Hezbollah dhidi ya mazungumzo haya unaweza kuvuruga juhudi za kufikia amani, na serikali ya Lebanon ina uwezo gani wa kudhibiti hali hiyo? Hezbollah wameshatangaza kwamba hawaungi mkono mazungumzo haya, na hii inahatarisha usitishwaji wa mapigano. Nadhani jambo ambalo litazingatiwa katika mazungumzo ni sehemu ya Hezbollah katika mazungumzo haya, lakini tufahamu kwamba serikali ya Lebanon ni dhaifu kisiasa, kijeshi, na tunaona maafisa wa Lebanon wenyewe wameonya kwamba ili kuilazimisha Hezbollah kuvunjwa ama kutokuwa katika mazungumzo haya unakuwa na athari za ndani, na nadhani ni muhimu sana tufahamu historia hii ya Hezbollah katika anga za taifa la Lebanon. Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Nicodemus Minde katika mazungumzo na mwenzangu Victor Kinani. Kwingineko, Papa Leo amesema dunia inatawaliwa na viongozi wa kidikteta. Akihutubia umati wa watu wakati wa ziara yake katika eneo moja nchini Kamerun lililokumbwa na uasi, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani amewalaani watu ambao, kama alivyosema, wanatumia jina la Mungu kwa manufaa yao wenyewe. Papa Leo amesema viongozi wamefumba macho huku mabilioni ya dola yakitumika kwa mauaji na uharibifu. Zaidi na Isabella Mogodi. Matamshi haya yanakuja baada ya majibizano na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alimuita Papa Leo kuwa ni mtu mnyonge katika kupambana na uhalifu. Umati wa watu wenye furaha ulifurika katika ibada ya kanisa la St. Joseph's jijini Bamenda kumlaki Papa nchini Kamerun. Mapema waasi wa maeneo hayo walitangaza kusitisha mapigano ili kuruhusu ziara hiyo kufanyika kwa amani. Akizungumza kwenye ikulu ya rais mjini Yaounde mbele ya Rais Paul Biya, Papa Leo wa 14 amesema kuwa ulimwengu unaharibiwa na wachache wenye mamlaka ya kidikteta. The world is being ravaged by a handful of tyrants. Ulimwengu wa sasa unaharibiwa na kundi dogo la madikteta, lakini bado kuna ndugu na marafiki wanaopendana. Mibabe hawa wa vita wanajifanya hawaelewi kuwa inachukua muda mfupi tu kubomoa, lakini mara nyingi maisha ya mwanadamu hayatoshi kujenga upya kile kilichoharibiwa.